Karibu watazamaji wa Kivu Stars. Leo ni Jumamosi tarehe 11 mwezi ya 4 mwaka wa 2026. Anayekupasha habari ni Jonathan. Hizi ndizo vichwa vya habari ambazo tunaenda kukujuza zaidi. Minembwe, mashambulio ya angani yamezidi kuongezeka. Uswisi, mazungumzo yakiendelea kati ya serikali ya Kinshasa na wapiganaji wa AFC M23. Kwa sasa wawakilishi wa M23 wamewasili nchini Uswisi, wa duru zikisema ya kuwa wawakilishi wa serikali ya Kinshasa bado hawajawasili katika nchini Uswisi. Hayo na mengi zaidi tutakuja kukujuza katika habari hizi. Ikiwa wewe ni mara ya kwanza kutazama habari zetu, tunakuomba kubonyeza hapo kwa hiyo kipengele ya alama ya subscribe ili upate kujua zaidi kuhusu matangazo yetu ya Kivu Stars. Karibuni. Karibu mtazamaji kwa habari zetu kwa sasa. Leo Jumamosi tarehe 11 mwezi wa Aprili mwaka wa 2026. Wacha tuelekee moja kwa moja katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, kwenye nyanda za juu kwa milima mirefu ya Minembwe. Minembwe imekuwa shamba la mapigano la serikali ya Kinshasa, ikisaidiwa ama kuungwa mkono na makundi ya wapiganaji ya wamajimaji na wazalendo FDLR na P5 na jeshi la Burundi na wa mercenaries kutoka nchi ya Ulaya, wakipambana na jeshi la Twirwaneho ambao linaungwa mkono na M23. Ijumaa mnamo tarehe 10 mwezi huu mwaka wa 2026, shambulio la ndege ya kivita aina Sukhoi 25 ndege za Urusia ilishambulia mji wa Minembwe. Ilirusha kombora 3 kwa uwanja mdogo wa ndege wa Kiziba. Shirika la kiraia mjini Minembwe limeshitumu serikali ya Kinshasa kwa kurusha makombora kwa makazi ya wananchi wasiokuwa na hatia na kusema kuwa tukio hiyo ni ya ugaidi. Wananchi wasiopungua zaidi ya 20 walipoteza maisha yao hapo, wengine mamia wakijeruhiwa vikali. Kombora zilirushwa katika soko ya Ijumaa pa Minembwe. Serikali ya Burundi na Kinshasa zimeweka kizuizini taifa la Wanyamulenge. Kwa sasa hawana vifaa vya kimsingi vikiwemo madawa, chumvi, sabuni na sukari na vinginevyo. Mashambulio ya mara kwa mara ya angani na ardhini yamezidi kuongezeka katika mji wa Minembwe. Kumbuke kuwa vita hizi zilianzishwa mwanzo wa mwaka huu. Sasa ni miezi mitatu serikali ya Kinshasa ikijaribu kutafuta mbinu za kudhibiti mji wa Minembwe, lakini wapiganaji wa Twirwaneho wamekuwa kizuizi kubwa kwa jeshi la serikali ya kidemokrasia ya Kongo. Hata kama jeshi la FARDC linajaribu kutumia mbinu nyingi za kuteka mji wa Minembwe, lakini imeshindikana. Na habari kutoka mjini Minembwe zaeleza kuwa ndege zisizokuwa na rubani zimetumiwa zaidi sana kwa kushambulia, kubomoa manyumba ya wakazi mjini Minembwe na kando ya mji huo. Hapa watu zaidi ya 500 wakiwa wamepoteza maisha yao, ngombe zikiwa zimerushiwa makombora zisizopungua idadi ya maelfu. Hiyo ndiyo inaeleza kuwa hii ni vita ya kimbali
ama ni mauaji ya kimbari ambayo yanalenga kulimaliza taifa la Wanyamulenge. AFC na serikali ya Kinshasa wanatarajiwa nchini Uswisi kwa mazungumzo ya kutafuta suluhisho ya mgogoro wa kivita ambao umekumba nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Duru zinaeleza kuwa AFC wamewakilishwa na watu 6 ambao wakilishi wake wamewasili nchini Uswisi wakiongozwa na General Secretary Benjamin Mbonimpa. Kwa upande wa serikali ya Kinshasa, wakilishi wake hawajawasili nchini Uswisi. Hata idadi watakaohudhuria mkutano huu haijajulikana. Mazungumzo haya yanalenga vipengele viwili: kufungua kwa uwanja wa ndege mjini Goma ambao ulifungwa mwishoni wa mwaka jana, wakati eneo hili lilichukuliwa na jeshi la AFC M23. Kipengele cha pili ni kuachilia mashirika za kibinadamu kusaidia waliopoteza makazi yao. Hao ni wakimbizi wa ndani waliotoroka makazi yao kufuatana na vita vikali ambavyo vimeikumba nchi ya Kongo. Wachambuzi waeleza kuwa hawana matumaini yoyote kwa mazungumzo hayo kwa kuwa hata ya kwanza hayakufikia malengo. Ilikuwa ni kusitisha vita pande zote, lakini vita zimeendelea. Ni upande wa serikali, ni upande wa M23 wamezidi kujibu mapigo ya serikali. Serikali ya Kinshasa haikusitisha kamwe mapigano, ilizidi kushambulia ngombe za M23. Upande wa pili ilikuwa ni kuachiliwa huru kwa wafungwa. Kwa upande wa AFC M23 waliachilia wafungwa wote wa serikali ya Kinshasa, lakini kwa upande wa serikali hakukuachiliwa hata mfungwa mmoja. Hii ndio inasababisha watu wanatilia mashaka mazungumzo haya kuwa atakuwa kama ya kwanza, hakuna chochote atakacholenga. Haya ndiyo makala tulikuwa tumewaandalia katika stesheni yetu ya Kivu Sasa, tukiwashukuru, tukiwaomba kubonyeza kidudi chako hapo kwa alama ya subscribe kwa hiyo kipengele, ili uzidi kujua zaidi kupitia channel hii ya Kivu Sasa. Muwe na siku njema.